Tutazame hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi kutoka kwa sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, ambapo anasema kwamba ma'aba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu wa fi riwaya wa illa tarakahu, ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kutoa aibu ya chakula hata siku moja, kwa maana kukizungumza chakula kwa ubaya. Inishtahahu akalahu, ikiwa kama chakula atakipenda anakila, na kama chakula akukipenda hazungumzi chochote, hakili hali hicho chakula na wala hazungumzi chochote na wala haonyeshi ishara yoyote ile mbaya kwenye chakula hicho. Na kupitia hii hadithi tufahamu ya kwamba hiki chakula ambacho tunachokula na vinywaji ambavyo tunavyovitumia hivi ni riziki katika riziki tunazopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, riziki anazoturuzuku Allah subhanahu wa ta'ala, anatupa sisi waja wake kwa huruma wake na uadilifu uliopita kipimo. Kwa hiyo pindi ambapo mtu atakapokuwa anatoa aibu ya chakula au anazungumza chakula kwa ubaya, kwa sababu chakula hicho ni katika vyakula ambavyo yeye si vyakula ambavyo vinamvutia zaidi, basi ajue ya kwamba atakuwa kana kwamba amemrejeshea Allah riziki yake. Allah anakupa alafu wewe unatoa aibu au unazungumza chakula kile kwa ubaya, kwa sababu wewe tu katika maumbile yako kile chakula ni katika vyakula ambavyo huvutiwi navyo, wewe unazungumza kwa ubaya, ni kana kwamba umemrejeshea Allah, chukua chakula chako, chukua riziki yako, mimi sijaipenda. Na pia vile vile katika maumbile inawezekana mtu kupenda chakula fulani au kutokuvutiwa na chakula fulani ambacho kwa mwingine huenda anavutiwa nacho. Kwa hiyo watu wapo tofauti, kwa hiyo hiyo ni tofauti baina ya watu. Na pia vile vile hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anatupa katika riziki ni neema ambazo si jukumu lako wewe kuzungumza kwa ubaya, kwa sababu na hatukufunzwa hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametufunza kushukuru, na neema za Allah subhanahu wa ta'ala zipo nyingi sana, kama alivyosema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kwa kama mtahesabu neema za Allah basi hauwezi kuzimaliza idadi yake. Neema za Allah ni nyingi sana kwetu. Kwa hiyo wajibu kwako wewe pindi ambapo unapoziona neema au unapozipata neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu wako ni kushukuru. Na Allah ameshatuahidi ya kwamba ikiwa kwamba mtashukuru la azidannakum, nitakuzidishieni. Kwa hiyo kushukuru neema za Allah ni katika moja ya njia ambazo zinatumiwa katika kuhifadhi neema. Kushukuru neema uliopewa na Allah ni kuhifadhi neema pia. Kwa hiyo neema inahifadhiwa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na pia na kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile hizo ni fadhila ambazo anatupa Allah subhanahu wa ta'ala sisi waja wake. Akiamua yeye Allah subhanahu wa ta'ala kufunga hiyo riziki, tutakimbilia wapi? Tutakwenda wapi isipokuwa ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini leo unamkuta mtu asiyefikiria, asiyewaza, mtu na chakula ambacho kwa maumbile yako labda hakikuvutii, mtu anaanza kuzungumza maneno mabaya. Leo utayaona leo watu wanaita mitani na neema za Allah, watu wanaita utani na neema za Allah. Kama hivi tuko ikifika ndani ya mwezi wa Ramadhani,
huwa inakuwa inafikia baadhi ya watu wanatengeneza maclips nini. Unajua hii mitandao ya kijamii watu wanaitumia vibaya, na tutambua kwamba vile ambavyo tunaviweka pale baada ya kufa kwetu vile vitabaki kuwa ni athari, havitovutwa pale, ile ni athari. Na pia vile vile tutambua kwamba tutaulizwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unamkutana mtu wanaanza kuposti kwenye masimu mihogo kila siku, futari za mihogo kila siku mihogo sijui nini, watu wanakufuru neema za Allah. Huo muhogo ambao wewe unaudharau, kuna mtu ambaye akiupata huo muhogo anamshukuru Allah usiku na mchana, yuko anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupata hiyo neema ya muhogo. Wewe unapata futari ya muhogo, unaanza kuleta kufuru kwenye neema za Allah, unakufuru neema zake, unaanza kusema kila siku mihogo. Kuna wale ambao wanakosa hiyo mihogo ya kufuturia, kuna wale ambao wanakosa hiyo daku ya mihogo, wewe unaanza kusema mihogo. Kwa hiyo ujue ya kwamba unafanya makosa. Hatukufunzwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumefunzwa sisi kushukuru neema. Itazama hii hadithi katika adabu za Mtume kutuonyesha mtu kuwa na adabu na neema za Allah. Chakula alikuwa akikipenda Rasulullah, akalahu, anakila, na kama hakuvutiwa nacho tarakahu, anaacha bila kuzungumza ubaya wala kuonyesha ubaya. Lakini sisi ukila mihogo tu siku mbili unaanza mihogo, au kila mchicha siku mbili mchicha. Na baadhi ya wengine katika wanamume wamepewa mitihani, wamepewa wanawake ambao wasiojielewa, wanawake ambao wasiojua wanaelekea wapi. Mwanamke akiwa anakula michicha anaanza kuleta maneno, mwanaume gani huyu wa mchicha kila siku, mchicha kila siku, hatuli nyama sisi, twala nyama siku ya laidi tu. Wanawake kama hawa kwa kweli Allah waepushe wanamume na wanawake kama hawa waovu wasiojielewa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, unatazama mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametufunza sisi kuwa na nidhamu na neema za Allah, kwa sababu neema usipoishukuru basi itakuondokea bila kuelewa. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa anatoa aibu ya chakula, ukizungumza chakula kwa ubaya pindi ambapo kitakuwa hakijamvutia chakula hicho. Kwa hiyo hii ni adabu ambayo alitufunza, ambayo ni adabu pamoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni adabu kwa Allah kwenye neema zake. Kwa hiyo tujitahidi sana kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno na vitendo, na wala tusikufuru neema zake kwa maneno na vitendo. Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiki katika kila la khairi ambalo tunalo likusudia. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika.